Serikali imeweka mikakati 6 ya usalama wakati huu wa msimu wa sikukuu, huku ikihakikisha kuwa usalama wa nchi unasalia kuwa tulivu na imara. Hatua hizi zinalenga kulinda maisha na mali ya wananchi pamoja na wageni wa kimataifa, hasa ikizingatia ongezeko la safari, sherehe na shughuli za kijamii. Fatma Bugu anatuarifu. Kadri msimu wa sikukuu unavyoendelea, serikali inasema imeongeza uangalizi wa kiusalama kote nchini kufuatia ongezeko la shughuli za kijamii, usafiri wa ndani na nje ya nchi pamoja na utalii. Hatua ya kwanza ni kuanzishwa kwa kituo cha kitaifa cha amri cha mashirika mbalimbali NMSCC kinachoratibu ufuatiliaji wa kijasusi, kubadilishana taarifa na mwitikio wa haraka kabla, wakati na baada ya sikukuu. Kituo hicho kinahusisha maafisa kutoka Jeshi la Ulinzi la Kenya, polisi, idara ya ujasusi, magereza, huduma ya wanyamapori, huduma ya misitu, huduma ya taifa ya vijana na utawala wa kitaifa. Hatua ya pili ni kuimarishwa kwa doria na uwepo wa vikosi vya usalama katika maeneo iliyo na mikusanyiko mikubwa. Maafisa wamewekwa katika viwanja vya ndege, mipakani, hoteli, fukwe za umma, vituo vya biashara, maeneo ya ibada, maeneo ya burudani, miundombinu muhimu na katikati ya miji. Hatua ya tatu inalenga usalama barabarani. Mamlaka ya usalama wa barabarani NTSA kwa ushirikiano na polisi wa trafiki imeanzisha operesheni ya kitaifa kudhibiti msongamano na kupunguza ajali. Operesheni hii inahusisha uratibu wa mashirika mbalimbali na hata maafisa wa EACC kufuatilia utekelezaji wa sheria na kuzuia vitendo vya rushwa. Hatua ya 4 ni kuimarishwa kwa maandalizi ya kukabiliana na ugaidi. Kamati za usalama za kaunti na mikoa zimeongeza ufuatiliaji na utekelezaji wa mipango ya kuzuia msimamo mkali wa vurugu, hasa kulinda miundombinu muhimu na mikusanyiko mikubwa ya watu. Hatua ya 5 ni msako wa kitaifa dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya unaoongozwa na NACADA. Operesheni hii inalenga kukata uzalishaji, usambazaji na matumizi ya dawa na vinywaji hatari vinavyohatarisha usalama wa jamii. Hatua ya 6 ni kuimarishwa kwa operesheni dhidi ya magenge ya kihalifu na uhalifu wa kijamii katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo Nairobi, Pwani, Magharibi, Nyanza, Kati na Mashariki. Serikali sasa inahimiza wananchi kuwa mstari wa mbele katika usalama wao kwa kushirikiana na vyombo vya dola, hasa wakati huu wa sikukuu ambapo shughuli zimeongezeka. Madereva wametakiwa kupanga safari mapema, kutumia njia mbadala na kufuata sheria za barabarani. Wasafiri kutoka Nairobi kuelekea Magharibi na Nyanza wanashauriwa kutumia njia ya Nairobi, Suswa, Narok badala ya escarpment ya Mai Mahiu, huku wanaoelekea kati wakihimizwa kutumia njia ya Nairobi, Nyeri, Nyahururu na Nakuru. Wananchi pia wametakiwa kuripoti uhalifu au shughuli zinazotia shaka kupitia nambari za dharura 999, 911 au 112. Fatma Bugu, NTV.